Mpango wa serikali wa kukitumia wanajeshi kusafirisha meli ambazo zinabeba mizigo zikielekea katika eneo iliyokumbwa na vita ya Mashariki ya Kati. Karibu sana mtazamaji, hii ni Expertise 24/7. Kuna ripoti ambayo iliweza ni kuachiliwa na PS wa masuala ya viwanda anayejulikana kama vile Juma Muhwana, na ni ripoti ambayo imeweza ni kuzua gumzo kwamba kuna mpango wa serikali wa kuweza ni kutumia wanajeshi wa KDF kwa operesheni ya kuwakisafirisha mizigo kutoka hapa Kenya ikielekea katika eneo ambapo kuna vita kali sana upande wa Mashariki ya Kati, Middle East. Kulingana na ripoti ya Muhwana, walikuwa wanasema kwamba kuna mpango mkubwa sana wa kuweza ni kuwa wakihusisha wanajeshi kuwa katika operesheni ya safari ambazo zinahusisha meli kuwa zikienda kuendelea kusafirisha mizigo katika maeneo yale ya Mashariki ya Kati. Ni mambo ambayo yameweza ni kuzua gumzo sana wakati huu vita ambayo inaendelea pale katika nchi ambazo ziko pale Mashariki ya Kati, nchi kama vile Saudi Arabia, nchi kama vile Qatar, nchi kama vile Oman, Kuwait, Iran, Iraq. Ni vita ambayo ni mbaya sana, na sana ni vita ambayo si ya mabuduki, ni vita ya makombola. Na kulingana na Iran ambayo iliweza ni kuwa imefunga njia ya kusafirisha mizigo pale inayojulikana kama vile Strait of Hormuz, ilikuwa imepatia na onyo kali sana iwapo kuna meli yote ambayo itaweza ni kuonekana ikipita katika maeneo yale ya the Strait of Hormuz bila ishara ya kuonyeshana inahusika katika operesheni yote la Marekani, hakika itaweza ni kupigwa makombora. Na ni onyo ambayo iliweza ni kupatiwa nao pale, na tumeweza ni kuona vita hizi ambazo zinaendelea ni kana kwamba Marekani pamoja na Israel wanaendelea kulemewa na vita hii. Wakati huu Iran inaendelea kupiga makombora yake katika pahala tofauti katika nchi za Israel. Tuliweza ni kuona mashambulizi makubwa yakifanyika pale upande wa Israel, na mashambulizi ambayo iliweza ni kufanyika ama iliweza ni kufanywa na wanajeshi wa Iran. Sasa maswali ambayo yanatokea hapa ni iwapo wanajeshi wataweza ni kuhusishwa katika operesheni ya kusafirisha mizigo. Tunafahamu vizuri ni kwamba Kenya iko na wakati mwema wa kuwa ikiuza vitu zake sana katika nchi hizo za Mashariki ya Kati, na sana vitu zenye dhamani sana zinauziwa pale katika nchi zile za Waarabu. Lakini maswali ambayo yamekuwa kiibuka ni iwapo serikali inataka kuhusisha wanajeshi katika vita ambayo haiwahusu. Mwanzo vita hii inayoendelea ni vita kali, na ni vita ambayo mtu yote anaingilia, hata kama hahusiki kwa ile vita anaumia. Maswali magumu ni iwapo operesheni hii ya serikali ya kutumia wanajeshi kuweza ni kuwa wakisafirisha mizigo pale kuelekea katika nchi zile wakipitia njia zile kama vile Strait of Hormuz, inaweza ikaleta hofu yoyote kwa wanajeshi ambao wako Kenya na ambao wamepatiwa kazi ya kulinda hapa Kenya, lakini sasa hivi watakuwa wakihusika katika operesheni za kwenda kuwa wakisafirisha mizigo inayoendelea ikisafirishwa kuelekea nchi zile ambazo pale kuna vita kali sana. Mtazamaji, inakuwaje hapa ambapo labda hii ni namna ya serikali kuweza kuwa ikiwatumia wanajeshi? Nimeweza ni kuona watu wakisema hawa ni watu binafsi ambao wanataka kutumia nguvu za kijeshi ama nguvu za serikali kwa wakifanyisha biashara zao pale katika uwezo ama uwepo wa wanajeshi. Na nimeona pia watu wengine wakiwaza kwamba labda vita ambayo inaendelea pale katika zile nchi, wanajeshi wa Kenya hawana ule uwezo wa kutosha wa kukabiliana na vita kama ile ya vilipuzi. Lakini mtazamaji, ni vizuri uweze kufahamu kwamba kuna uhusiano mkubwa sana ambao umekuwa ukiendelea na wanajeshi wa pale Marekani pamoja na wanajeshi hapa Kenya katika operesheni za kuweza kuwa wakifanya mazoezi pamoja ili ni kuweza kuendeleza kustahimili ama kuendeleza uzito wa wanajeshi. Na tumekuwa tukiona nchi ya Iran sana inaegemea nchi yoyote ambayo inaonekana kuwa ikihusika sana na Marekani. Hakika hiyo nchi iko katika hali ya hatari. Mwanzo mashambulizi ambayo Iran wanafanya ni mashambulizi mabaya. Tuliweza ni kuona wanafanya mashambulizi mpaka maeneo ya watu wa kawaida ambao
si kambi ya kijeshi, sio barozi. Sasa ni mashambulizi ambayo yanaelekezwa pale katika makaazi ya watu ambao hawajui ni nini haswa kinachoendelea. Na tumeweza ni kuona Israel ikionekana nikana kwamba inataka kuchukua mikono juu na kuweza ni kusema imeweza ni kushindwa na hii vita, lakini ni vizuri uweze ni kufahamu kwamba wakati huu vita hii inaendelea, mtazamaji, kuhusishwa kwa nchi yoyote ambayo haihusiki na Marekani sana inaweza ikaleta noma na hofu sana sana kwa wanajeshi ambao wako katika operesheni zile za kuweza kuwa wakisafirisha mizigo. Lakini hiyo ilikuwa ni jambo ambalo Juma Muhwana aliweza ni kulitaja, na ile ni operesheni mojawapo, operesheni ambazo labda serikali inapanga ya kuendeleza pale katika kufanya shughuli katika nchi za Mashariki ya Kati. Wakati huu watu wanahisi nchi ya Kenya haijaweza ni kuendeleza ulinzi wa kutosha katika nchi yake, lakini wanaendelea kupatiana wanajeshi pale katika nchi tofauti tofauti. Tuliona wanajeshi wakipatiana pale katika nchi kama vile Ukraine kuweza ni kusaidia vita ambayo inaendelea. Hata ingawa vita ambayo inaendelea pale Mashariki ya Kati, tumeona nchi mingi sana zimeanza ni kuwa zikikemea vita ile, na watu ambao wako bado katika sana sana wa Kenya ambao wako katika zile nchi za Mashariki ya Kati lazima wako katika hali ngumu sana. Mwanzo wakati huu labda serikali haijaweza ni kuipatia uwezo ambao wanafaa kuwa wakihitaji ili ni kuweza kuwa wakiishi katika nchi ya kigeni wakati kuna vita, wakuwe wakiishi salama. Lakini hiyo ilikuwa ni operation ambayo serikali wako katika ule mpango wa kuweza ni kuwa wakitumia wanajeshi kusafirisha mizigo kutumia meli wakielekea pale katika nchi za Mashariki ya Kati. Hii ni Expertise 24/7. Kumbuka ripoti ambazo nakufahamisha hapa ni ripoti zinavyojiri kutoka Kenya, East Africa, Afrika pamoja na dunia mzima. Inakuchukua muda wa sekunde moja kuweza ni subscribe iwapo unafurahishwa na kazi ambayo tunaifanya hapa Expertise 24/7. Asante sana kwa muda wako. Mungu akulinde. See you in the next episode.